Ni Jumapili nyingine tena tumepata kusimama hapa siku ya leo kutangaza Injili ya mwana wako Yesu Kristo. Mungu wangu, tunazidi kufanya kulingana na amri yako Mungu Baba, tukitumainia Mungu wangu kwamba kusudi lako litatimizwa. Mungu wangu, umesema wewe mwenyewe Mungu wangu kwamba hujamtuma mwana wako katika ulimwengu ili kuhukumu ulimwengu Mungu Baba, lakini umemtuma mwana wako Mungu Baba ili kupitia kwake yeye ulimwengu upate kuokolewa, ili yeyote ambaye atamwamini Mungu Baba hatapotea lakini atapata uzima wa milele. Kwa hivyo hatuja kuja hapa Mungu Baba ili kulaumu watu, lakini Mungu Baba tumekuja hapa kutimiza kusudi lako ambalo ni kuokoa wengi Mungu Baba, kuwafanya wengi wamjue huyu Yesu Kristo, kwa sababu pasi na yeye, nje yake Mungu Baba hakuna yeyote ambaye ataokolewa, hakuna yeyote ambaye ataona sura yako, hakuna yeyote ambaye atakaa pamoja nawe katika nyumba yako Mungu wangu. Mungu Baba, tunakushukuru, tunakutukuza kwa sababu ya kazi tukufu ambao umefanya katika kutuokoa Mungu Baba, katika kutusafisha, katika kututakasa Mungu wangu. Naomba Mungu Baba kwamba utaendelea kufanya kazi yako hata hapa siku ya leo, na Mungu Baba utashika mioyo ya wengi Mungu Baba na kuwaleta kwako Mungu Baba kulingana na mapenzi yako. Sisi hatuna uwezo Mungu wangu, lakini Roho wako Mungu Baba ana nguvu na ana uwezo zaidi Mungu wangu, na ionekane hapa siku ya leo. Naomba haya yote katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Nasoma kutoka kitabu cha Waebrania, mlango ni wa 2, mstari ni wa 14 hadi 15. Mwandishi anasema hivi: basi kwa kuwa watoto wana nyama na damu, yeye pia alishiriki katika ubinadamu wao, ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu za mauti, yaani Ibilisi, na kuwaweka huru wale waliokuwa utumwani maisha yao yote kwa sababu ya kuogopa mauti. Basi kwa kuwa watoto wana nyama na damu, yeye hapa katika yeye anaongea kuhusu Yesu Kristo. Anaongea kuhusu yule ambaye amemwita, ambaye ni ana mng'ao wa utukufu wa Mungu. Anaongea kuhusu yule ambaye kupitia kwake yeye Mungu Mwenyezi aliumba ulimwengu, na anasema huyu ambaye yuko juu ya malaika, huyu mwanadamu yuko juu ya malaika, lakini kwa muda mfupi alifanyika chini ya malaika. Na anasema huyu mwanadamu anaitwa Yesu Kristo. Na anasema huyu mwanadamu ambaye ana mng'ao wa utukufu wa Mungu, ambaye anasema Mungu mwenyewe anamtazama na anamwambia wewe Mungu. Anaandika, anasema hivi, anasema katika Zaburi, Mungu mwenyewe anamwangalia mwana wake na anamuita Mungu. Mungu anamwambia mwana wake hivi: kiti chako cha enzi, Mungu, kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Yaani Mungu anamtazama mwana wake katika mng'ao wake, katika utukufu wake, na Mungu Baba anamwangalia Mungu Mwana na anamwambia wewe ni Mungu. Mungu anatambua uungu wa mwana wake. Mungu anatambua uungu wa Yesu Kristo. Na mwandishi anatuambia hii ni Zaburi. Wengi wanasema wanazisoma Zaburi. Basi wafungue Zaburi na waone Mungu akimwita Mungu. Wamwone Mungu akimwita mwana wake Mungu. Wakimwambia Mungu akimwambia mwana wake, wewe kiti chako ni cha enzi na kitadumu milele na hata milele. Kiti chako cha enzi, Mungu, kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako.
Yaani tunaona Mungu akimwongelesha mtu mwingine, na katika kumwongelesha huyu mtu mwingine anamwambia huyo mtu, wewe ni Mungu. Kama Mungu anatambua uungu wa mwana wake Yesu Kristo, mbona wewe huoni? Basi ni kwa sababu, si kwa sababu Mungu ndiye kipofu, Mungu wangu, si kwa sababu Mungu ndiye kipofu, ndugu yangu, ni kwa sababu upofu uko katika wewe, upofu uko kwako wewe, ndugu yangu. Kwa nini hauoni uungu wa mwana? Kwa nini hautambui uungu wa mwana? Lakini huyu mwana, inaandikwa kwamba yeye pia alishiriki katika ubinadamu, alishiriki katika ubinadamu. Sio eti yeye ni mwanadamu kwanza. Imeandikwa kwamba yeye ndiye aliyeumba ulimwengu. Ulimwengu huu uliumbwa kupitia Yesu Kristo. Ulimwengu huu uliumbwa kupitia mkono wa mwana wa Mungu. Kichwa chako hicho ambacho unakitumia kukataa uungu wa mwana uliumbwa na huyo mwana. Mikono yako ambayo unatumia kuwaua watumishi wa Yesu Kristo yaliumbwa na huyo Yesu Kristo. Unatumia mambo ambayo Yesu Kristo aliumba kupingana na yeye. Aliumba ulimwengu, ndugu yangu, na anaandika akisema si eti yeye aliumbwa, alishiriki katika ubinadamu. Ndio maana hana baba wala mama, ndio maana hana baba. Alishiriki katika ubinadamu, alizaliwa na bikira. Wengine wanasema hii mambo yako unaniambia Mungu hana mwana, basi wapi mama yake? Nakwambia Mungu alikuwa na mwana bila mama. Wewe unaniambia basi hapana, hakuna kitu kama hicho. Lakini nikimuuliza anasema lakini Yesu Kristo alikuwa hana baba. Mimi ninamuuliza basi mtu ako aje na anazaliwa aje bila baba? Anasema Mungu anaweza kufanya mtoto bila baba. Ala, sasa wewe unataka kusema mtoto afanyiki bila baba kwa sababu Mungu ana uwezo wa kufanya hivyo. Basi je, huyo Mungu hana uwezo wa kukuwa na mwana? Hana uwezo wa kutazama utukufu wake na kuuona? Hana uwezo wa kutazama mng'ao wake na kuuona? Anasema alishiriki katika ubinadamu, na alikuwa na sababu kwa kushiriki katika ubinadamu. Sababu ni gani? Ni kwa sababu alikuwa ameboeka mbinguni? La hasha, Mungu hakuwa ameboeka. Yesu Kristo hakuwa ameboeka pale mbinguni. Ndio akashiriki katika ubinadamu, ndio akashuka kutoka kiti chake cha enzi, ndio akashuka akachukua mwili, akazaliwa na bikira, akashuka. Si kwa sababu alikuwa ameboeka, si kwa sababu alikuwa amekosa kazi. Imeandikwa ni kwa sababu gani? Kwa sababu ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Alishuka ili kwa kifo chake, na hangeweza kufa yeye katika uungu wake. Mungu hawezi kufa, Mungu hawezi kufa, lakini anatambua kwamba ili huyo Ibilisi aangamizwe, lazima nijitolee, nichukue mfano ambao unaweza kumezwa na mauti. Ndio akachukua mwili, ndio akashiriki katika ubinadamu ili aweze kudungwa misumari. Ili aweze kutemewa mate, ili aweze kupigwa mangumi na mateke. Hakuna yeyote angejaribu kumpiga mangumi na mateke katika utukufu wake, hakuna. Lazima angechukua mfano ambao angeweza kuwekwa taji la miba kichwani mwake. Watu wangeweza kumtazama na kusema, kama wewe ni mwana wa Mungu basi jiokoe. Amewaokoa wengi, si ajiokoe yeye mwenyewe?
Ameponya wengi, si ajiponye? Asi amenyamazisha mabahari, si ajitoe pale? Si amejionyesha ati yako na nguvu mingi za kuponya vilema, si ajitoe pale? Jitoe pale tuone wewe ni mwana wa Mungu. Jitoe pale tukuabudu hapa saa hii. Alichukua mwili ndio watu waweze kumtusi, ndio watu waweze kumdharau, na katika kifo chake apate kushinda mauti, apate kushinda ibilisi, apate kushinda wote ambao, apate kushinda ibilisi na malaika wake wote, na kwa hiyo apate kuwaweka huru wale wote waliokuwa utumwani maisha yao yote kwa sababu ya kuogopa mauti. Yesu Kristo anajua shida yako ni gani, ndugu yangu. Yesu Kristo anatambua shida yako ni gani. Yesu Kristo anatambua shida ya ulimwengu ni gani, na anasema katika neno lake, shida yako ni hii: wewe ni mtumwa kwa sababu ya hofu yako ya kifo. Wewe ni mtumwa kwa sababu ya hofu yako ya kifo. Wewe ni mtumwa kwa sababu ya hofu yako ya kifo. Kifo kinakutisha, kifo kinakuogofya, kinakuogopesha. Haujui utapata nini the other side, haujui nini itakutunza kutoka hiyo. Ndio maana wengi wanajitunza, wanaogopa, wanatetemeka, wanajikinga. Na sasa wanasema, nitajikinga vipi dhidi ya kifo? Wacha nipate pesa yote katika ulimwengu, wacha nipate cheo chochote katika ulimwengu, wacha nikuwe mashuhuri kabisa, wacha nitapata biashara makubwa kabisa. Sasa magonjwa yakija sitaweza kushikika, na hatambui. Unamuuliza, je, ndugu yangu, hauoni ni kifo kinakuogopesha? Anasema, mimi kifo siogopangi, mimi kifo hainishtuangi. Hiyo hainishtuangi. Hauoni umekuwa mlafi kwa sababu hutaki kifo kikupate. Hauoni umekuwa mnafiki. Hauoni unanyima watoto school fees, unanyima watoto school fees kwa sababu unataka kubaki na pesa yako. Unaona hiyo pesa ikienda, security yangu imeenda. Unatoroka kifo, unakuwa mchoyo. Unatoroka kifo, unakuwa katili. Unasema, sasa nitafanya nini na hii maisha? Nitapata raha, mlevi wewe. Sasa hii maisha ni uishi upate furaha yako yote ndio ukufe. Kwa nini anasema hivyo? Si anaogopa kifo, anaogopa kifo kitachukua maana ya maisha yake. Anasema hii maisha haina maana, maana ya hii maisha ni nipate furaha, na furaha nyingi. Mlevi huyo, madawa ya kulevya amejaza kwa mdomo pale, pesa zake zote ametumia pale, anasa zimemuongoza, anafanya anasa ambazo hazieleweki siku hizi, mambo ambayo hayawezi kutajika hata hapa mbele ya umati. Tunasema hapa mbele ya umati, wengine wahanithi hapa, na wanasema wanamwamini Mungu. Hataki. Kwa nini hataki? Tuseme wengine wafisadi, na wanasema wanamcha Mungu. Wengine waongo, wengine wezi, lakini bado wanataja jina la Mungu. Nini limempeleka pale? Hofu ya kifo. Hofu ya kifo, ndugu yangu, kinatawala ulimwengu. Hofu ya kifo kinatawala roho ya wanadamu, na wanadamu hawatambui kwamba maisha yao yanaongozwa na hiyo hofu. Hawatambui kwamba maamuzi yao yanaongozwa na hiyo hofu. Hatambui uchoyo wake uko pale. Ndio maana anachunga pesa yake yote,
hatambui ulafi wake uko pale, hatambui uasherati wake uko pale, haoni. Anasema mimi niko sawa, mimi siogopeshwi na kitu, mimi siogopeshwi na kitu mimi. Yesu Kristo anamwambia unaogopeshwa na kifo, ndugu yangu. Amewekwa katika utumwa kwa sababu ya hiyo. Nakwambia ndugu yangu, uende kwa daktari na akupe madawa bila kutambua ugonjwa wako ni gani. Wewe daktari haja kusaidia. Umeenda na mwili moto ukapewa paracetamol na ni malaria na hujapewa dawa za malaria, ndugu yangu, utapata hiyo mwili moto kesho. Utapata hiyo mwili moto kesho, ndugu yangu. Ndio maana wengi wamefanya juhudi juu chini, anasema ninatambua hii uchoyo wangu ni shida, hii ukatili wangu ni shida, hii uasherati wangu ni shida, hii ulafi wangu ni shida, hii ufisadi wangu ni shida. Nitafanya nini? Wacha nijinyime, wacha nipigane vita na nafsi yangu, wacha nijipige viboko. Ni paracetamol unakunywa, ndugu yangu ni paracetamol unakunywa. Moto unaweza tulia siku 2 siku 3. Wacha ngojea, baada ya mwezi 1 mwezi 2, ulafi wako ule umerudi, ukatili wako ule umerudi, mauaji wako yale yamerudi. Ndugu yangu, lazima utambue shida iko wapi, ndugu yangu. Na Yesu Kristo ndio huyu anakuambia siku ya leo kupitia neno lake. Unaogopa kifo, ndugu yangu? Ni kifo unaogopa, ndugu yangu? Mimi na wewe sote. Na anakuambia kwa sababu ya hiyo wewe ni mtumwa wa Ibilisi. Ibilisi anakutawala kwa sababu ya hii. Kwa sababu ya jambo hili anaweza kugeuza hata mambo ambayo ni mazuri na kuyafanya yawe chanzo cha kifo. Kuna mandugu wawili wanaitwa Kaini na Abeli. Abeli ametoa dhabihu imemfurahisha Bwana. Kaini ametoa dhabihu haijamfurahisha Bwana. Bwana amembariki Abeli, amemwacha Kaini. Sasa Kaini anataka kumuua Abeli kwa sababu ya baraka za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya hofu yake ya kifo. Hata kitu kizuri kama baraka ya Mungu kinageuzwa kuwa chanzo cha kifo. Sasa angalia, watu wanauana kwa sababu ya baraka za Mungu. Watu wanauana kwa sababu ya baraka za Mungu. Anasema kwa sababu baraka imeenda kwake, wacha hiyo baraka ilikuwa ikuwe yangu. Badala ya kwenda tu kwa Mungu na kusema naomba msamaha, nilitoa dhabihu ambayo haifai. Ni dhambi iliyo ndani yake inamfanya awe na wivu, inamfanya awe haya. Watu wanauana hapa kwa sababu ya mambo mazuri. Watu wanasema tunamfuata Mungu, lakini wako tayari kutandika watu, wako tayari kupiga njama kwa sababu ya Mungu. Wanasema ni Mungu tunamtetea, kwa hivyo wacha tufanye nini? Wacha tufanye dhambi kwa sababu tunapenda Mungu. Wacha tuwe, wacha tupange nyama. Watu wanafanya mambo mazuri ya Mungu kuwa sasa hata ni dhambi. Mambo mazuri yanakuwa ni chanzo cha uovu, yanakuwa ni chanzo cha uhalifu, yanakuwa ni chanzo cha kifo. Wewe ni mtumwa wa shetani, ndugu yangu, kama Kaini. Ndugu yako biashara yake imeinuliwa sasa kwa sababu mwingine amepata mazuri, wewe sasa unakasirika. Wewe sasa inakukasirisha kwa sababu mazuri yamekuja kwa mwingine, si hata yamekufanyia maovu. Wewe unakasirika kwa sababu mazuri yamekuja kwa mwingine. Mambo mazuri sasa yanakuwa kwako ni nini? Chanzo cha kifo. Kwa sababu gani? Unasema biashara yake ikikuwa, yangu haitakuwa. Umeweka tumaini yako kwa biashara yako, unatafuta wokovu kutoka kwa kifo, kutoka kwa hiyo biashara yako.
Kwa hivyo unaona, hii biashara yangu isipokuwa, nitakufa, nitakufa ndugu yangu. Mbona biashara ya mwenzangu inakuwa, mbona si yangu? Sasa mazuri ya mwenzako yamekuwa ni kitu yanakuweka usiku haulali. Mwenzako amepata mke, mwenzako amepata mume, sasa wewe ulali usiku kwa sababu umekasirika. Unafikiria ni kwa sababu huyo mume atakuokoa wewe. Ni kifo kimekushika mateka ndugu yangu. Neno la Mungu linakupea diagnosis. Neno la Mungu linakupea diagnosis, linakwambia shida ni malaria. Hii malaria isipopeanwa dawa, nakwambia hii paracetamol haitakusaidia. Itatuliza joto siku 2 siku 3, lakini moto utarudi. Ndugu yangu, ni Yesu peke yake anakuambia shida iko wapi. Ni Yesu peke yake anakuambia taabu iko wapi. Ni roho iliyoshikwa mateka, ni roho iliyoshikwa mateka, na anakuambia yeye mwenyewe peke yake ndio anajua dawa. Yeye ndio anajua dawa. Wengine hata wanachukua mienendo ya kidini, kazi za kidini, mambo ya kidini, wanafikiri yatawaokoa. Lakini muulize ndugu yake, muulize akiwa pale katika kitanda chake cha kifo, kama ametosheka, kama imemtosha kuondoa kifo, imetosha kuondoa hofu yake ya kifo. Muulize, ako pale na yeye anasema, natamani ningefanya nyingi zaidi. Ninavyosimama hapa saa hii bado ninatetemeka, bado sina uhakika kwamba nitakubalika na Mungu, bado sina uhakika kwamba nikivuka hii saidi ya kifo kwamba nitakuwa sawa pamoja na Mungu. Bado sina uhakika, pamoja na juhudi zangu zote, pamoja na maombi yangu yote, pamoja na kazi zote ambazo nimefanya, siwezi kuwa na uhakika, siwezi. Anakuambia kwa ukweli, siwezi kuwa na uhakika. Bado ana hofu, bado anatetemeka. Nakwambia ndugu yangu, Yesu Kristo anakuambia yeye na yeye peke yake ndio anajua dawa. Yeye na yeye peke yake ndio anajua dawa. Mienendo ya kidini, kazi za kidini, juhudi za kidini haziondoi hofu hii, haziondoi. Zinaweza kuituliza siku moja, siku 2, siku ya 3 hofu imerudi. Hakuna chochote kinaondoa hofu hii. Kazi ya mwanadamu haiondoi hofu hii. Yesu Kristo peke yake ndiye anajua dawa yake. Neno la Mungu linataka ujue dawa yake. Utapata kujua dawa yake kwa kujua chanzo cha hofu hii inatoka wapi. Ni kwa sababu kifo ni laana. Kifo si kitu Mungu aliumba. Mungu hakuumba kifo ikuwe hapo. Kifo ni laana ndugu yangu. Ni laana imewekwa juu ya kichwa cha mwanadamu kwa sababu ya dhambi yetu. Ndio maana kinatetemesha, ndio maana hakuna mafunzo yanaweza kuondoa hofu hii. Hata yule ambaye anaenda pale na flat face hajui ni nini anaenda kupata huko, hajui ndugu yangu, hajui kifo kimetoka wapi ndugu yangu. Ndugu, ninakwambia siku ya leo, kifo ni laana juu ya kichwa cha mwanadamu kwa sababu ya dhambi. Dhambi ndiyo inayozaa kifo. Kwa hivyo laana hiyo haiwezi kuondolewa bila hiyo dhambi iliyoleta hiyo laana kufanya nini? Kuadhibiwa. Hii laana hakuna mali inaenda.
hadi hiyo dhambi iliyoleta hiyo laana ifanye nini? Iadhibiwe inavyofaa. Na mimi nilimsikia Mungu akisema aje katika bustani la Edeni. Alisema ile siku mtakula kutoka ile tunda, kwa hakika mtakufa. Adhabu ya dhambi ni kifo. Lazima ufe ndugu yangu, lazima ufe kwa sababu ya dhambi yako. Hata watoto, hata wakubwa, lazima hii dhambi imeingia. Dhambi ya Adamu imemuinfect kila mtu, hata mtoto mdogo. Hakuna mtu anafunzaga mtoto mdogo kudanganya. Hawakaangi chini kwa darasa ati walifunzwa, wanaanzanga utukutu wakiwa hiyo age wanaanzanga utukutu wakiwa hapo tu. Hii ni ugonjwa umeshika kila mmoja wetu. Na hakuna ambaye ataokolewa kutoka hii laana bila kufa. Ndugu yangu, lazima ulipie dhambi yako, lazima ufe ndugu yangu, na ni kifo cha milele. Kwa hivyo Mungu anataka kukuondolea hofu hii siku ya leo. Mungu anataka kukuondolea hofu hii siku ya leo. Ndio maana ametuma mwana wake wa pekee achukue mfano wa mwanadamu, achukue mfano wa mwanadamu ambaye hufa, yeye ambaye hafi, yeye ambaye hana dhambi. Yeye ambaye hafi, yeye ambaye hana dhambi, yeye ambaye ni mtakatifu, yeye ambaye hana tone la uchafu. Huyo amechukua mfano wa mwanadamu ambaye anakufa, afai akufaye. Mwana wa Mungu amechukua mfano wa mwanadamu anayekufa, ili kwa kufa kwake, ili kwa kifo chake apate kumwangamiza yule ambaye ana nguvu za mauti, na kuwaweka huru wale ambao ni watumwa maisha yao yote kwa sababu ya hofu ya kifo. Yesu Kristo anataka kufa kifo chako. Yesu Kristo anataka kufa kifo chako. Yesu Kristo alikufa kifo chako, yule ambaye anakuja kwake siku ya leo. Yesu Kristo alibeba laana yako. Yesu Kristo alibeba dhambi zako. Nasikia wengi wakilia wanataka wasamehewe. Nasikia wengi wakilia wanataka kusafishwa. Nasikia wengi wakilia wanataka rekodi yao ya dhambi isafishwe, ikuwe nyeupe pepepe. Anafanya juhudi zake zote kuhakikisha kwamba hiyo rekodi yake ya dhambi itasafishwa kabisa, lakini bado hana uhakika. Ndugu yangu, ungekuwa na njia ya wewe kuwa na uhakika, ungetaka nikwambie? Kama kungekuwa na njia ya uhakika wewe kujua kwamba dhambi zako zimelipiwa, umekombolewa, bei imelipwa, umeoshwa, wewe hakuna laana juu yako, hakuna hukumu ya ghadhabu juu yako, ungetaka nikwambie ndugu yangu? Kama kungekuwa na mtu amekupenda kabisa, akasema huyo jamaa ninaona ako na deni mbele ya Mungu, huyo jamaa ninaona ako na deni kubwa kwa sababu ya dhambi zake, kwa hivyo mimi nitafanya hivi, ninataka kumlipia hiyo deni yake, ungetaka nikwambie? Ungetaka kuambiwa kwamba kuna yule ambaye ameona hatima ambayo uko katika huu wakati, kwamba kuna yule ambaye anaona wasiwasi ambao unakuweka usiku, kwamba kuna yule ambaye anaona kile kitu ambacho kinakutetemesha, kile kitu ambacho kinakuweka usiku hulali. Je, ungetaka kuambiwa? Ungetaka kutangaziwa? Ungetaka kuelimishwa? Ungetaka kufunzwa? Ungetaka kufafanuliwa ndugu yangu? Ama utasema la hasha, hiyo dawa wachana nayo, hiyo dawa sitaki. Kuna wengine wagonjwa zaidi na wanasafiri, wanaenda India, wanaenda hadi India,
wanaenda sijui wapi, wanasema ninatafuta daktari mwenye ana uwezo wa kuniponya mimi. Yule ambaye ana uwezo wa kuniponya nitamsikiliza. I am ready to do anything. I am ready to do whatever it takes. Hata kama ni kulipa pesa yangu yote, hata kama ni kufanya nini. Ndugu yangu, kama kungekuwa na daktari anayeweza kukuponya, anayeweza kukuosha, anayeweza kukusafisha, anayeweza kukutakasa, anayeweza kukufanya uwe huru, je, ungetaka kuambiwa? Ungetaka kutangaziwa? Wacha nikutangazie, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu mpaka akamtoa Yesu Kristo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu mpaka akamtoa kipenzi chake cha Roho. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe unayelia usiku. Utasimama aje? Nitasimama aje mbele ya Mungu? Nitaoshaje hatia yangu? Nitasafishwa aje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa kipenzi chake cha Roho kwa ajili ya mwenye dhambi kama wewe. Hiyo ndio jawabu ya Mungu, ili yeyote amwaminie, yeyote amwaminie, yeyote, 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 yeyote. Mwingine anakuja anasema nimemdharau Yesu kutoka utotoni mwangu. Mimi ninamwambia yeyote amwaminie. Anakuja anasema nimekuwa nikimtusi huyu Yesu tangu utotoni mwangu. Mimi ninamwambia yeyote amwaminie. Anakuja anasema haujui kiasi cha dhambi nilizofanya, haujui kiasi cha uasherati wangu, haujui kiasi cha ufisadi wangu, haujui kiasi cha uongo wangu, haujui kiasi cha mauaji yangu. Mimi ni muuaji mimi. Mimi ninamwambia yeyote amwaminie, yeyote, yeyote. Mwingine anakuja anasema watumishi wa Mungu wamekuja kwangu mara kwa mara na nimewadharau na nimewatusi na nimewakejeli. Ninaweza samehewa mtu kama mimi? Ninamwambia yeyote amwaminie. Mwingine anakuja anasema hata watumishi wa Bwana walikuja wakaniletea habari njema, nikachukua mawe, nikachukua maji, nikawatemea, nikawapiga. Yesu Kristo alikuwa pale msalabani akasema, Mungu Baba, unaona hawa wenye wamenitusi, unaona hawa wenye wamenidunga mawe, unaona hawa wenye wameniweka taji la miba, unaona hawa wenye wamenidunga misumari, unaona hawa wenye wananikejeli sasa hivi. Mungu Baba, ninaomba, ombi langu ni hii, sala yangu ni hii, wasamehe, wasamehe. Hiyo ndio ombi langu. Stefano wako pale wanampiga mawe, wanampiga mawe. Ombi la Stefano ni, Mungu, unaona hawa wenye wananipiga mawe, unaona hawa wenye wananiita mimi ni nabii wa uongo. Ombi langu, sala yangu ni hii, wasamehe, wasamehe Mungu wangu. Hiyo ndio ombi langu. Tamaa yangu ni kwamba uwasamehe. Tamaa yangu ni kwamba uwaoshe. Tamaa yangu ni kwamba uwasafishe. Tamaa yangu ni kwamba uwatakase. Tamaa yangu ni kwamba utawaunganisha na mwana wako Yesu Kristo. Baba yangu, unaona hawa wenye walikuwa wanapanga njama kuua watoto wako, unaona hawa ambao wamekuwa wakipanga njama kufanya ufisadi mkubwa. Mungu Baba, ombi langu ni hili sasa kwa ajili ya hawa, wasamehe, waonee huruma Mungu wangu, usiwatupilie mbali na wewe.
usiwatupilie mbali na neema yako, usiwatupilie mbali. Waruhu wavute karibu nawe, walete karibu nawe Mungu wangu. Unaona hawa Mungu wangu ambao wamezama katika madawa ya kulevya. Unaona hawa Mungu Baba ambao wamezama katika dhambi za kila aina. Mungu wangu, tamaa yangu ni hii kwa ajili yao. Wasamehe Mungu wangu, wavute kwako Mungu wangu, waite kwako Mungu wangu, shinda mioyo yao Mungu wangu. Mimi ninasema yeyote amwaminie, yeyote amwaminie. Na hiyo ndio injili ninahubiri hapa siku ya leo, injili ya yeyote amwaminie. Yeyote atakaye kuja hatatupiliwa mbali. Hiyo ndio injili ya Bwana Mungu. Hiyo ndio dawa yake dhidi ya hofu yako, dhidi ya kifo. Yeyote aliyekufa ndani ya Yesu Kristo hataonja ukali wa mauti. Ataonjaje ukali wa mauti? Ukali wa mauti ni dhambi ndugu yangu. Ukali wa mauti ni dhambi ndugu yangu. Haujui nini kitakungoja pale. Wengi wanatetemeka, wanasema nikiingia kaburini nitaulizwa maswali, nitaulizwa. Mimi ndugu yangu nakwambia, hakuna haja ya wewe kutetemeka. Unaweza kuwa na uhakika leo sasa hivi kwamba wewe na Mungu muko sawa. Hakuna malaika anaweza kukushitua, hakuna yeyote anayeweza kukushitua, kwa sababu Mungu Mwenyezi yeye mwenyewe ndio ametoa dhabihu ya kusafishwa kwako, ndio ametoa dhabihu ya kupatanishwa kwako, ndio amekuosha na damu ya kipenzi chake. Hakuna haja ya wewe kuogopa. Kama Mungu amekuosha na damu ya mwana wake, sasa nani ataweka hatia juu yako? Hawezi muogopa hata Ibilisi. Hakuna hatia yoyote, hakuna hukumu ya ghadhabu kwa yeyote ambaye yuko ndani ya Yesu Kristo. Hakuna hukumu ya ghadhabu kwa yeyote ambaye yuko ndani ya Yesu Kristo. Hiyo ndio injili ndugu yangu. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And whoever lives and believes in me shall never die. Kama kuna yeyote ambaye amemwamini Yesu Kristo hapa, Yesu Kristo anakuambia you will never die. You will never die. Hautawahi onja kifo, kwa sababu hiyo kifo nilionja kwa ajili yako ndugu yangu. Kuna uchungu wa kifo ambao Mkristo hatawahi onja. Kuna uchungu wa kifo Mkristo hatawahi onja. Kwa sababu gani? Hana kitu cha kumwogopesha. Laana yote imemezwa katika msalaba wa Yesu Kristo, ambaye amefanywa kuwa laana kwa sababu yetu sisi. Amefanywa kuwa laana kwa sababu yetu. Hakuna laana anaogopa. Hakuna laana ya ukoo. Sijui ukifanya hii kuna laana itakupata. Mimi ni Mkristo ndugu yangu, mimi siogopi laana. Wangapi wametulaani tukihubiri hapa? Wangapi wametutupia uchawi tukihubiri hapa? Si mnajijua wenye mmetutupia uchawi tukiwa hapa? Si mnajijua? Tulionyesha hofu yoyote? Kwa nini hatuogopi? Sisi hatuogopi uchawi ndugu yangu. Sisi haturogeki. Mkristo harogeki ndugu yangu, tuko ndani ya Yesu Kristo. Hakuna laana inampata Mkristo ndugu yangu. Hiyo nakuhakikishia. Ile siku laana itanipata lazima ishinde damu ya Yesu Kristo. Ndugu yangu, laani yako yote wacha tuone. Mimi siogopi laana. Wangapi wametulaani hapa? Wangapi tumeona wametuona tukihubiri, wanafungua vitabu wanaanza kushana sio si baraka, hiyo si baraka anasema hiyo. Hiyo si baraka anasema.
Mkristo haogopi laana. Kwa sababu gani? Yuko ndani ya Yesu Kristo. Wacha laana zipate wengine. Sisi Yesu Kristo amebeba laana zetu zote. Laana yangu yote imebebwa pale msalabani, ndugu yangu. Ndugu yangu, nakuita uungane nami katika huyu Yesu Kristo. Nakuita uunganishe maisha yako ndani ya Yesu Kristo. Nakuita ukubali dhabihu safi ambayo ametoa kwa ajili yako, ndugu yangu. Nakuita uwe huru siku ya leo. Nakuita uwe huru kutoka hofu ya dhambi. Nakuita uwe huru. I'm calling you to be free. I'm calling you to freedom, my brothers and sisters. I'm calling you to freedom. I am calling you to freedom. Freedom ambayo inapatikana peke yake ndani ya Yesu Kristo. Kwa sababu ulimwengu huu, si lazima nikufunze kwamba ulimwengu huu uko chini ya laana. Si lazima nikufunze. Weka imani yako katika mambo ya ulimwengu. Weka imani yako yote. Mabiashara huanguka, magari yanamezwa na mafuriko, biashara zinaingiwa na wezi, watoto wadogo wanaibiwa. Ndugu yangu, chukua kitu kimoja katika ulimwengu ambacho laana ya ulimwengu haipati. Niambie ni gani? Niambie ni gani hii? Nini hiyo unaweza fanya katika hii ulimwengu isikose kupatikana na ubatilifu wa ulimwengu huu? Ulimwengu huu uko chini ya laana. Ulimwengu huu uko chini ya kifo. Ulimwengu huu uko chini ya Ibilisi, na ndio maana unaogopa. Ndio maana unatishika, ndugu yangu. Hauna tumaini, hauna tumaini dhabiti. Na nakwambia tumaini dhabiti inapatikana peke yake kwa wale ambao laana yao imebebwa, laana yao imemezwa, na sasa hakuna chochote ambacho kinaweza kuja kwangu ambacho hakinifaidi mimi, ndugu yangu. Ndugu yangu, ninakwambia hata matusi ninayopata hapa siku ya leo yananifaidi, hayawezi kunilaani kwa sababu niko ndani ya Yesu Kristo. Hata njama watu wanayopiga dhidi ya watumishi wa Bwana inawafaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wako ndani ya Yesu Kristo. Hakuna kitu kinachoweza kuja kwangu ambacho hakinijengi katika Yesu Kristo. Hakuna. Iwe ni mali, iwe ni ufukara, iwe ni chakula, iwe ni kulala njaa, iwe ni nguo, iwe ni kukosa nguo, iwe ni nini, iwe ni nini, iwe ni utajiri, iwe ni ufukara, iwe ni afya nzuri, iwe ni ugonjwa, yote kwake ndani ya Yesu Kristo ni baraka kwangu. Ubatilifu wake umepotea, laana yake imepotea, sasa iko hapo kunijenga. Ndugu yangu, ninakuita katika uhuru ulio ndani ya Yesu Kristo. Ndugu yangu, ninakuita katika uhuru unaopatikana peke yake katika huyu mwana wa Mungu ambaye alitolewa kwa ajili ya ulimwengu. Ndugu yangu, hakuna habari bora kuliko hii. Ninajuaje hakuna habari bora kuliko hii? Kwa sababu hii si habari ya mwanadamu. Hii ni habari ya Mungu. Hii ni injili ya Mungu. Hii ni injili ya Mungu, ndugu yangu, na kuambia. Hii si injili ya Rabin. Hii si injili ya Rabin. Hii ni injili ya Mungu, ndugu yangu. Hii ni injili ambayo imefanya kazi kutoka wakati wa Yesu Kristo hadi siku ya leo, ikigeuza ulimwengu, ikigeuza watu, ikigeuza mataifa, ikigeuza miji. Mashahidi ni wengi, na namshukuru Mungu kwamba mimi nimeongezwa kwa hao mashahidi. Namtukuza Bwana kwamba ameniongeza kwa mashahidi wake. Namtukuza Mungu kwamba ameniongeza kwa mashahidi wake ambao wanakiri kwamba ni kweli kwamba hakuna hukumu ya ghadhabu ndani ya Yesu Kristo.
Hakuna laana ndani ya Yesu Kristo. Ndugu yangu, ninataka hata wewe uwe shahidi kama mimi. Ndugu yangu, ninataka hata wewe uwe shahidi pamoja nami. Nataka hata wewe uonje baraka inayopatikana ndani ya Yesu Kristo. Nataka wewe pia uonje uhuru unaopatikana ndani ya Yesu Kristo. Nataka uungane nami katika kazi ambayo Mungu anafanya ulimwenguni, kuokoa wanadamu ambao bado wako katika utumwa wa hofu ya dhambi. Ndugu yangu, ni wewe nimekukujia. Ni ombi langu kwamba Yesu Kristo Mungu Mwenyezi amefunua roho yako, anafunua roho yako upate kupokea kile kinachohubiriwa, upate kupokea kile ambacho kinatangazwa, upate kupokea kile kinachosemwa. Mungu wangu, ndugu yangu, nataka uone kwamba wale wanaokukinga usimuone Yesu Kristo, hao ndio adui zako. Ndugu yangu, hao ndio wanaotaka kufaidika kwa ajili yako. Wanataka kuficha utukufu wa Yesu Kristo kutoka kwa sura yako. Wanataka kuficha ukuu na ukubwa wa Yesu Kristo kutoka kwa moyo wako. Wanataka kukuficha njia yako pekee yake ya kuokolewa, ndugu yangu. Lakini Yesu Kristo hafichiki. Yesu Kristo hafichiki, ndugu yangu. Ibilisi amekuwa akijaribu tangu siku yake ya kwanza. Waliohubiri Injili walikuwa wanauawa, walikuwa wanamalizwa, Injili bado inasonga mbele. Wamejaribu kuchoma Biblia, wamejaribu kuficha Biblia, Injili bado inasonga mbele. Wamejaribu kufunza uongo na wamewadanganya wengi sana kupitia uongo wao. Wamewapotosha wengi sana kupitia uongo wao. Lakini Yesu hafichiki. Injili ya Bwana haifungwi. Injili ya Bwana haifungwi. Injili ya Bwana ina uwezo. Injili ya Bwana inasonga. Injili ya Bwana inaendelea ikifanya kazi yake ulimwenguni kote. Injili ya Bwana inaendelea ikisonga, ikizaa matunda. Injili ya Bwana inaendelea ikisonga, ikiwaweka wengi huru. Injili ya Bwana inaendelea ikisonga, ikiwaweka wengi huru na kuwatia huru kutoka hofu ya dhambi na kifo. Injili ya Bwana inaendelea ikisonga, jina la Yesu likitukuzwa katika mioyo ya watu. Injili ya Bwana inaendelea ikisonga mbele. Yesu hafichiki. Hata wewe ndugu yangu, ninakuambia, ninajua unajua kidogo kuhusu Yesu Kristo. Ninajua unajua kidogo. Yesu hafichiki, ndugu yangu. Najua unatambua. Natambua Yesu Kristo anaongea. Wengi wanatetemeka. Wengi wanatetemeka, wanasema mwambie mhubiri anyamaze. Mwingine anasema sisi tunampenda Yesu, sisi tunampenda Yesu. Lakini mambo ya Yesu hapendi kuongea. Mambo ya Yesu hapendi kuchambua. Kwa nini? Huyu Yesu wake anamfanya anakuwa uncomfortable. Anamfanya anakuwa uneasy. Hawezi kaa chini afunze watoto wake kuhusu Yesu Kristo. Hawawezi kaa usiku mzima wakae chini waongee kuhusu Yesu wafurahie. Anawafanya awe uncomfortable. Sababu anatambua huyu Yesu si mwanadamu wa kawaida, ndugu yangu. Yesu si mwanadamu. Wacha niseme Yesu si mwanadamu tu. Yesu si mwanadamu tu. Ni yule aliyeshuka, ndugu yangu. Ni yule aliyeshuka, alijua hali yako. Alijua mahitaji yako. Alijua unahitaji nini. Ndio huyo tunakutangazia. Wewe mwenyewe unajua Yesu Kristo si wa kawaida.
Wewe mwenyewe hata kutoka zile hadithi umesikia hata hizo za uongo, hata hizo za uongo ukizisikia utasema huyu mwenye ninasikia huyu si wa kawaida, huyu si wa kawaida, huyu Yesu si wa kawaida, huyu si binadamu hivi hivi tu, huyu si binadamu tu, huyu si binadamu tu. Huyu si mwanadamu tu. Ndugu yangu anakasirika kwa sababu ninamwambia Mungu alikufa, na ninamwambia Mungu alikufa kwa sababu wewe lazima ufe. Wewe hauwezi shinda kifo, ndio maana alishinda kifo kwa ajili yako. Wewe haungeweza kushinda kifo. Yesu Kristo alishinda kifo, amefufuka, hakubaki kaburini, alishinda kifo ndio wewe upate kushinda kifo ndani yake. Wewe ukichukua kifo kivyako hauwezi kushinda kifo ndugu yangu, hauwezi. Ndio maana Yesu Kristo lazima akachukua mfano wa mwanadamu ndio afe, kwa sababu yeye peke yake ndio ana uwezo wa kushinda kifo. Yeye hana dhambi. Dhambi hiyo, kifo ikijaribu kumeza mtu mwenye hana dhambi itamtema. Kifo ni laana ya dhambi. Yesu hana dhambi. Kwa hivyo katika kummeza Yesu Kristo, kifo kilikosea, kifo kilifanya makosa kubwa. Kifo ni laana, kimemmeza yule ambaye amebarikiwa milele na milele. Kwa hivyo kifo kimemeza baraka. Kitawezaje kushikilia baraka? Kifo kitawezaje kushikilia baraka? Wewe nenda ukakufe ndugu yangu. Wewe niambie nabii wako ambaye amekufa yuko wapi? Wewe niambie mtume wako ambaye amekufa yuko wapi? Na kuambia kila mwanadamu, kila nabii, kila mtume, kila wote, kifo kikimeza hivi, kifo kikimeza hawezi kukishinda. Hakuna awezaye kushinda kifo ila Mungu Mwenyezi peke yake. Ndio maana Mungu Mwenyezi lazima akachukua mfano wa mwanadamu na afe. Hakuna awezaye kushinda kifo ila Mungu peke yake. Ndugu yangu, hauoni kwa nini mbona Yesu Kristo anasema wacha nishuke nife? Ndugu yangu, kwa sababu wewe kivyako hauwezi. Mwalimu wako anayekufunza ndugu yangu, niambie kama ameshinda kifo. Hawezi. Tazama ndugu yangu, wewe Mungu anaona dhamani ya nafsi yako. Yuko tayari kushuka kutoka kiti chake cha enzi kwa ajili yako wewe ndugu yangu. Mungu yuko tayari kushuka kutoka utukufu wake kwa ajili yako wewe ndugu yangu. Ako tayari kulipa bei ghali sana, bei ya maisha yake yeye mwenyewe, bei ya maisha yake yeye mwenyewe kwa ajili yako ndugu yangu. Anatambua dhamani ya nafsi yako wewe ndugu yangu. Sasa wewe, Mungu Mwenyezi amekukomboa, amelipa deni ambayo wewe haungeweza kulipa. Ndugu yangu, unangojea nini? Unangojea nini ndugu yangu? Utangojea habari nyingine ya yule ambaye ameshinda kifo? Je, kuna yule ambaye atakuja, ambaye atafanya maajabu, ambaye atafanya mambo makuu, ambaye atakuletea injili bora zaidi kuliko hii ya Yesu Kristo? Ndugu yangu, kuna kitu unangojea ingine? Unangojea teknolojia ikuletee habari nzuri ambayo itashinda injili ya Yesu Kristo? Unangojea wanasayansi wakuletee habari nzuri ambayo itashinda habari ya Yesu Kristo? Unangojea walimu wako wa dini wakuletee mafunzo ambayo yatakuwa habari tamu, ambayo itakuwa habari tamu kuliko yule ambaye alishuka kutoka mbinguni kwa sababu anakupenda, akafa, akazikwa, akashinda kifo kwa ajili yako? Kuna habari tamu unangojea tamu kuliko hiyo?
Ndugu yangu, sasa kama habari hiyo haitafanya kazi kwa roho yako, sitambui nini kitaweza. Sitambui ni habari gani unangojea ndugu yangu. Mbona usimsikie Mungu? Mbona usimsikie Mungu ndugu yangu? Mbona ufe? Mbona upotee? Ile ambalo Mungu amefanya haulishikilii likupe amani ndugu yangu. Wacha nikuhakikishie, hautapata amani kokote kwingine. Kama kazi ya Mungu haikupei amani, kama dhabihu safi ya Mungu aliyoitoa ili wewe uweze kupata amani haikupei amani ndugu yangu, hiyo wacha nikuhakikishie ndugu yangu, hakuna mwenye hekima kumzidi Mungu. Hakuna mwenye hekima kumzidi. Hakuna atakayetuliza huo moto ndani ya moyo wako. Hakuna. Hakuna atakayetuliza hiyo bahari inayochemka ndani ya nafsi yako. Hakuna ndugu yangu, hatapatikana. Ukikataa hii nuru ambayo imekuja kwako katika Yesu Kristo, hakuna nuru zaidi ya hii ndugu yangu. Hakuna nuru zaidi ya hii. Hakuna. Utakufa katika hofu yako. Utakufa katika dhambi zako. Ndugu yangu, hiyo sio tamaa yetu sisi. Hilo halitufurahishi hata kidogo. Si hata kwa sekunde moja ndugu yangu. Kwa maana Mungu hakumtuma mwanawe kuhukumu ulimwengu, lakini alituma mwanawe ili kupitia kwake yeye ulimwengu upate kuokolewa. Yeyote amwaminie hahukumiwi, lakini asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Yeyote asiyeamini, tayari na kuhakikishia, mahubiri haya, kutangazwa kwa neema hii inakuwa ni hukumu sasa juu ya kichwa chako. Kutangazwa kwa habari hii inakuwa sasa ni hukumu juu ya kichwa chako sasa, kwa sababu umekataa neema ya Mungu. Umekataa zawadi ya Mungu. Umekataa kitu ambacho Mungu amefanya ili kukupa wewe amani. Ukasema, Mungu, si lazima ungefanya hivyo, si lazima ungefanya hivyo. Mimi ninajua venye nitapata amani mbele yako Mungu wangu. Wewe tulia, wacha nitakushow. Umejiinua juu ya huyu Mungu aliyemtuma mwana wake. Yeyote amwaminie hahukumiwi, lakini asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, kwamba nuru imekuja ulimwenguni, nao watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa sababu matendo yao ni maovu. Kwa kuwa kila atendaye maovu huchukia nuru, wala haji kwenye nuru, ili matendo yake maovu yasifichuliwe. Lakini yule aishiwe kwa ukweli huja kwenye nuru, ili ionekane waziwazi kwamba matendo yake yametendeka
katika Mungu. Anasema hukumu juu ya kichwa yako ni hii. Hii ndio hukumu juu ya kichwa ya kila mmoja wenu hapa ambaye ameweza kupata kwa neema ya Mungu kusikia injili ya Yesu Kristo, ambao wengi ulimwenguni hawajapata kusikia, ambao wengi ulimwenguni wamenyimwa hii chance. Na wewe njia imefunguliwa kupata kusikia injili hii, na bado kazi ya Mungu kwako unaona ni upumbavu. Hii ndio hukumu. Nuru imekuja kwako, lakini wewe ukaichukia, si kwa sababu nuru si nuru, lakini kwa sababu nuru inafunua uovu wako. Nuru inafunua dhambi yako. Yesu Kristo ndiye huyo nuru. Ninapomhubiri huyu Yesu Kristo, ninapomtangaza huyu Yesu Kristo, ninaangaza nuru yake kwa wote wanaosikia. Ninaangaza nuru yake kwa wote wanaosikia. Inafunua dhambi za watu, inafunua mioyo ya watu, inafunua ubatilifu wa njia zao, inafunua uovu wa njia zao, lakini wanafanya mioyo yao iwe migumu. Wanakausha mioyo kwa sababu wanapenda uovu wao. Hawataki kuokolewa, hawataki kusafishwa, hawataki kutakaswa, hawataki kunyenyekea. Kwa hivyo kuna hukumu juu ya kichwa chako. Hukumu inabaki juu ya kichwa, kwamba nuru ilifika kwako, njia ilifunguliwa kufika kwako, nuru kufika kwako. Hauna udhuru kwanza, wewe hauna udhuru, hauna excuse. Ni dhambi yako imekuweka pale, ni ukaidi wako umekuweka pale. Ndugu yangu, sitaki hii iwe hatima ya yeyote ambaye amenisikia. Si matamanio yangu kwamba hii iwe ni hatima ya yeyote ambaye ananisikia. Nakusihi na kulililia, hata tu kufunua akili yako tu na kukagua ukweli wa maneno haya kwa moyo wa kweli, kusema mambo haya yanawezekanaje? Mambo haya yanawezekanaje? Ukague tu useme, kuna mtu anaweza kufufuka kweli? Kuna mtu anaweza kufufuka kweli? Wacha nikague nione kama kuna mtu kweli alifufuka. Kama Yesu Kristo alifufuka nitaamini. Wacha nikague. Kagua uone kama Yesu Kristo alifufuka kweli, kama hili ni jambo la kihistoria. Kwa sababu Yesu Kristo anarudi tena. Anarudi tena, ndugu yangu. Usipofanywa kuwa huru kutoka kifo, Mungu wangu, ndugu yangu, naomba uwe huru kutoka kupatana na yeye, kusimama mbele yake. Mungu Mwenyezi wa milele, nakushukuru na nakutukuza Mungu wangu, kulingana na amri yako, kulingana na uwezo uliotujalia, kulingana Mungu Baba na Roho Mtakatifu uliotujalia Mungu Baba, tumetangaza injili yako, tumetangaza neno lako, tumefunzana ukweli wako Mungu Baba. Na Mungu Baba, ni tamanio letu kwamba wengi wamepata kusikia moja ama mbili Mungu Baba, na kwamba Mungu Baba wewe umekuwa katika neno lako Mungu Baba, ukifanya Mungu Baba, ukitumiza kusudi lako, ukifanya Mungu Baba kusudi lako, ukiwaita wengi kwako, ukifunua mioyo ya wengi Mungu Baba ipate kuvunjika na ipate kuvutiwa kwako Mungu Baba. Nakushukuru na nakutukuza. Naomba haya yote katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.